special, haukuwa pengine unakaa msalama, ulikuwa ni mkate wa kawaida, wameketi kwenye chakula cha kawaida kama sikukuu, lakini akatoa hapo hapo kwenye hicho kitu cha kawaida na kabadilisha mwili ukapatikana hapo. Sema huu ni mwili wangu. Mambo ya kiroho haya ya kiimani ni ajabu sana. Mambo ya watu wenye imani na watu wa Mungu huwa ni ya tofauti sana. Saa hiyo hiyo ukabadilika kuwa mwili. Kwa hiyo wanafunzi wake walipokea ule mkate, wanakula mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia, huu ndio mwili wangu, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Nilitangaza siku fulani kwamba leo tungekuwa na ibada hiyo ya baraka sana. Kwa hiyo wakati unakula mwili wa Yesu unategemea nini kwenye maisha yako? Yesu, wewe unachangamana. Yesu anakuwa ndani yako na wewe ndani yake. Kwa hiyo kama kuna magonjwa ndani yako, lishwa nyama za watu, melishwa kwenye ugeni. Majuzi hapa nikawa safi. Kwa hiyo tunapokuwa katika ibada hii, tamani sana unapokwenda kuanza ibada hii kukawe na mabadiliko ndani yako ya kiungu.